أيها الناس، ومما يعد من الشكر على نعمة الولد. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanahesabiwa na wanavyuoni kwamba ni katika shukrani juu ya neema ya mtoto ambayo mtu kapewa, bal min alqiyami ala adai al-amana fi mas'uliyati tarbiyati al-awlad, bali ni katika jambo ambalo linahesabika ni kusimama na kuwasilisha amana katika kulea watoto. Ni jambo hili ambalo limetukusanya, dhabhul aqiqa, ni hili jambo la kumchinja mnyama wa aqiqa ala almaulud. Mnyama huyu anachinjiwa mtoto aliyezaliwa, wa yuhaqqu alwaladi ala walidihi alqadiri alaiha. Na wanasema ulama, aqiqa ni haki ya mtoto juu ya mzazi wake wa kiume mwenye uwezo wa hiyo aqiqa. Ni miongoni mwa haki za watoto wetu juu yetu, kama ilivyokuwa na haki ya kuwalisha, ya kuwavisha, ya kuwapa maskani na haki zote za hawana, basi miongoni mwa haki za watoto wetu kwetu sisi wazazi ni hili jambo la aqiqa. Sasa kwa haraka haraka, mambo ni mengi kweli kweli, lakini siwezi kuyasema yote. Ma hiya al-aqiqa? Tusome maelezo machache. Nini hii aqiqa ambayo ni haki iliyowekwa kwa wazazi kuwafanyia watoto wao wanaozaliwa? Wanatuambia ulama, aqiqa wakiarifisha kilugha, al-aqiqa lughatan mushtaq min al-aqq, imetokamana na neno al-aqq. Al-aqq ni maana yake ni al-qat'u, ni kukata. Munasaba wake ni kwa sababu yule mnyama wa aqiqa hukatwa shingo yake kwa kuchinjwa. Kwa hiyo kuna tanasubu ya maana ya kilugha na kitendo ambacho hufanyika kwa huyo mnyama. Hadha min haythu al-lugha. Lakini kwa upande wa sheria wanasemaje fuqaha? Wanasema fuqaha, aqiqa katika sheria ni adhabiha. Aqiqa ni kichinjwa allati tudhbahu taqarruban ila Allah azza wa jalla, kinachinjwa kichinjo hichi kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa shukran lahu, na kwa ajili ya kumshukuru yeye, ala ni'mati almauludi, juu ya neema ya kile kilichozaliwa, fil yawmi sabi'i min wiladatihi, na hasa huchinjwa mnyama huyu katika ile siku ya 7 toka kuzaliwa kwa mtoto huyo. Kwa hivyo aqiqa ni ina la mnyama anayechinjwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuruzukiwa mtoto. Kwa hivyo aqiqa, ndugu zangu katika Uislamu, ni jambo la ibada. Hilo la kwanza, mfahamu kwamba aqiqa ni ibada. Sisi tunapochinja wanyama wa aqiqa, Waswahili mnasema hakiki, sije nikawa nasema aqiqa kana nawaacha. Ndio hiyo hakiki. Mnyama yule tumchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah na kumshukuru yeye kwa neema ya watoto. Wala hili si jambo ambalo lafanywa kwa mirengo mingine ya kishirikina. La, washirikina wana mambo yao, wana vichinjo vyao kwa ajili ya mambo ya shirki, wakiwachinjia washirikina wao. Watu wachinjia mizimu, watu wanachinjia matambiko, vichinjo mbalimbali, na wengine wanafanya hivyo wanapata watoto, wanakwenda kutambika, wakachinja wanyama, watoto wakapakwa damu, na wale wazazi waliozaa wakafutwa na damu na mavi ya wanyama. Haya ni mambo ya kishirikina ya matambiko, ni tofauti na mnyama huyu aqiqa. Aqiqa ni mnyama tunayemchinjia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kujikurubisha kwake kama ibada na kumshukuru kwa neema aliyotupa ya mtoto. Na huyu mnyama wa aqiqa, sharti zake ni zile sharti za mnyama wa udhiya, na haya ndio madhehebu yetu si Shafi'ia
kadhalika Hanabila, masharti ya mnyama wa aqiqa ni yale yale yenye kuzingatiwa katika mnyama wa udhiya, isipokuwa tu katika aqiqa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katuambia tuwachinje ghanam peke yao, hakuna ng'ombe wala ngamia, ni ghanam. Na ghanam tukisema ni almaiz wa ni mbuzi na kondoo, ndio wanyama ambao wanachinjwa katika aqiqa, lakini hakuna ngamia kwenye aqiqa wala hakuna ng'ombe. Ama masharti yaliyobakia ya huyu mnyama wa aqiqa, huyu mbuzi au kondoo, ni yale yale masharti ya kumjuzisha mnyama wa udhiya, mbuzi au kondoo. Na mnyama wa aqiqa atakiwa aepukane na aibu zile ambazo zimeepushwa kwa yule mnyama wa udhiya. Sasa mnyama wa udhiya ni yupi katika mbuzi na kondoo? Akiwa ni mbuzi, basi afikishe mwaka mmoja. Maiz au shah ni yule mwenye mwaka mmoja ndio atajuzu. Na akiwa ni dhani, akiwa ni kondoo, basi awe kuanzia miezi 6. Kwa hivyo kama ni mbuzi, sharti lake aanzie mwaka mmoja na kuendelea. Akiwa na miaka 2, 3 ni vizuri zaidi, lakini asiwe chini ya mwaka mmoja huyo mbuzi. Na akiwa ni kondoo, aanzie miezi 6 kwenda mbele, asiwe chini ya hapo. Hili ni sharti. Bali kuna aibu zile zilizotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambazo hazifai kwa mnyama wa udhiya. Vile vile aibu kama hizo hazifai kwa mnyama wa aqiqa. Miongoni mwa zile aibu ni zile 4, arba'atun yutawaqqa fi dhahaya, aibu 4 zinaepukwa katika vichinjo vya udhiya. Ni hizo hizo aibu pia zaepukwa kwenye vichinjo vya aqiqa. Mtume akazitaja katika wanyama wenye kuepukwa ni al-arja al-bayyin dal'uha, ni mnyama kiguru ambaye kiguru chake kiko wazi, akitembea yule kilema mnyama yule. Wal awra al-bayyin awaruha, na mnyama chongo ambaye liko wazi chongo lake, wajua jicho lake moja halioni. Lakini pia wal marida al-bayyin maraduha, na mnyama mgonjwa ambaye ugonjwa wake uko wazi. Kadhalika miongoni mwa aibu ni mnyama mgonjwa ambaye maradhi yake yako wazi, ukimtazama na ukurutu, mnyama toka makamasi, kijimbuzi cha harisha, hakifai hicho. Hiyo ni aibu iliyokataliwa. Lakini pia Mtume akasema wala ajfa'u allati la tunqi, na mnyama aliyekonda, ay an-nahifa, ambaye hajabakisha mafuta kwenye mifupa yake, ule uboho aupo katika mafupa, Kiswahili hicho, huyu hafai. Hizi ni aibu 4 zimetajwa katika udhiya. Ulama wetu wanafanya kiasi, aibu kama hizi vile vile hazifai kwa mnyama wa aqiqa. Sasa hili jambo baada ya kujua maana yake na sifa za huyo mnyama, hukumu yake, ulama wengi, jumhurul ulama wanasema aqiqa, kumchinja mnyama wa aqiqa, kumchinjia mwana ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, iliyotiliwa mkazo. Wako maulama wachache wa kimalikia wamefikia kiwango cha kuwajibisha kwamba aqiqa ni wajiba ala alqadiri alaiha, aqiqa inawajibika juu ya yule mwenye uwezo nayo. Lakini madhehebu ya wasat ni madhhabu ya jumhur kwamba aqiqa ni sunnatun muakkada. Ama ahnaf, Hanafia wao wamekwenda mbali, wao aqiqa ni makruha, bali wanaona ni katika umuri aljahiliya. Ukisoma madhehebu ya Hanafi utakutana na mambo haya, wala hakuna kushangaa katika elimu, ndio elimu hiyo. Wao wanaona ni makruha na ni katika mambo ya kijahiliya. Lakini kwenye hili ahnaf wamepingana moja kwa moja na nusus za wazi ambazo zimeeleza mambo haya. Kwa hivyo aqiqa, barakallahu fikum, kwa uchache ni sunna muakkada. Na hapa ninapenda kuwanukulia dalili 2 tu za kuonyesha kwamba hili jambo limethubutu, ni jambo la sunna. Wamepokea ashabu sunan
hadithi ambayo ni thabit min hadithi Salman ibn Amr, wengine muita bin Amir, Salman ibn Amr au ibn Amir ad-Dabbi, na hutajwa pia kwa kasri ya dad, ad-Dabbi radiyallahu ta'ala anhu, ni sahaba huyu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'a al-ghulami aqiqatun, yuko pamoja na kijana anayezawa mnyama. Ma'a al-ghulami aqiqatun, yupo bimaana amewekwa pamoja na mtoto anayezaliwa mnyama wa aqiqa. Tumenasema hivyo fahriqu anhu daman, basi imwageni kwa kuhusiana na mtoto huyo damu, mchinjieni huyo mtoto anayezaliwa, mwageni damu za wanyama kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa amitu anhu al-adha, na iondosheni kwa mtoto huyo kumuondoshea udhia. Wanaeleza ulama shurahu al-hadith, qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amitu anhu al-adha, wana tafsiri nyingi. Miongoni mwa tafsiri hizo, qila maanahu halqu ra'sihi, kumuondolea adha ni kumnyoa kichwa chake. Mnapomchinjia yule mnyama siku ya saba, pia mumnyoe kichwa chake na zile nywele zake zile, mkazipime uzito na mtoe sadaqa kwa dhahabu au fedha. Ni sunna pia hiyo. Lakini pia pamesemwa wa amiqu anhu al-adha, qila al-khitan, pamesemwa kumuondoshia udhia ni kutairiwa, kamtoe ngozi, ndio maana yake. Waqila, na pamesemwa huwa nahyun amma kana yafaluhu ahlul jahiliya, hili ni katazo ya kile ambacho walikuwa wanakifanya watu wa jahiliya, min taltikhi rasi almawludi biddam, ikiwemo kumpaka au kukipaka kichwa cha mwenye kuzaliwa damu. Watu wa jahiliya walikuwa mtu akipata mtoto anamchinjia mnyama, alafu damu ya mnyama ule wanampaka mtoto yule kichwani kama ishara ya kumkinga na mabalaa. Hili akalikataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashahid min alhadith, barakallahu fikum, ni kwamba ma'a alghulami aqiqa. Lakini hadithi nyingine ni hapa ni hadithi ya Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, inda ashabi sunan. Vile vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kazungumza maneno mazito akisema, kullu ghulamin rahinatun ala aqiqatihi, kila kijana mwenye kuzaliwa ni mwenye kuwekwa rahani kwa akika yake, kama vile amefungwa mahala. Rehani ni kitu kinachowekwa, kinahitaji kukombolewa. Kwa hivyo kijana akizaliwa ni kama amewekwa rehani, labda umechukua deni ukaweka rehani kitu. Ukombozi wake ni kumchinjia akika. Unapomchinjia mtoto wako akika, umemkomboa kwa kuwa alikuwa rehani. Kwa hivyo kila kijana kazuiliwa mpaka akombolewe kwa akika. Na hapa pana faida nyingi zinatajwa na wanawachuoni. Nini muradi wa kijana kuwekwa rehani ila mpaka achinjiwe akika? Nitataja kwa haraka haraka faida mbili, lakini ulama wanaeleza nyingi. Wanasema aliposema kwamba kijana amewekwa rehani kwa akika, ay mahbusun, faida ya kwanza, mahbusun ani shafaa liwalidayhi yawm alqiyama, mtoto ambaye hajafanyiwa akika amezuiliwa na kufanya uombezi kuwaombea wazazi wake siku ya Kiyama. Nyie mnafahamu watoto wanapokufa wadogo wana fursa ya kufanya shafaa kuwaombea wazazi wao siku ya Kiyama, ima kuwaombea waingie peponi au kuwaombea watoke motoni kama waliadhibiwa kwa makosa yao. Watoto wanaokufa wadogo wana fursa hiyo. Sasa ikiwa mtoto wako ulizembea hukumfanyia akika mpaka akafariki mathalan katika huo udogo wake, atazuiliwa kukufanyia shafaa. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Lakini tafsiri nyingine wanasema mtoto huyu amewekwa rehani kwa akika kwa sababu akika ikichinjwa kwa mtoto huyo tahjuzuhu min makri shaitan, hiyo akika inakuwa ni sababu ya kumpinga na vitimbi vya shaitani na mabalaa mbalimbali.
Kwa hivyo mtoto anahifadhiwa na sheitani na anapingwa na mabalaa kwa sababu ya aqiqa hiyo. Allah, haya ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ghulamin rahinatun ala aqiqatihi. Na Waislamu wakiyajua haya, utawaona watoto wa Kiislamu wakivalishwa mahirizi au shilingi zilizotobolewa katikati zikapitishwa kitambaa cheusi, asema mtoto analindwa na mchango mbaya, mahasidi kadha wa kadha. Fanyeni aqiqa. Allah amejalia ibada hii ni sababu ya kinga kwa mtoto. Ndugu zangu Waislamu, nikimalizia maneno yangu, mambo ni mengi sana na muda umekwenda. Kingine ambacho ninapenda nikitaje hapa ni kaifia ya hiyo aqiqa, namna ya kuiandaa hiyo aqiqa na tunafanya nini sisi katika aqiqa. Aqiqa ni mnyama kama nilivyoeleza. Kaifia ya kutekeleza ibada hii, wanatueleza ulama, anil ghulami shatan, anachinjiwa mtoto wa kiume mbuzi wawili ikiwa umebarikiwa mtoto wa kiume katika uzao wako. Wa anil jariya shatun, na anachinjiwa mtoto wa kike mbuzi mmoja. Hadha huwa al-asl, hii ndiyo asli na hii ndiyo iliyo bora zaidi. Na haya yamekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadithi ya Aisha inda Imam Ahmad, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anil ghulami shatani mukafiatani wa anil jariyati shatun, ni juu ya kijana wa kiume aliyozaliwa kuchinjiwa mbuzi wawili au kondoo wawili, na kwa mtoto wa kike atachinjiwa mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Na hao wanyama wakiwa wawili, tizama wafanane kuanzia rangi zao, kuanzia umri wao na hata maumbile yao. Ndio akasema shatani mukafiatan, waliofanana. Kwa hivyo hali ya kwanza katika namna ya kuifanya aqiqa, mtoto wa kiume mbuzi wangapi mashekhe? Au kondoo wangapi? Wawili. Na kama ni mtoto wa kike ni mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Sasa hii nyama ya aqiqa inafanywaje? Wanaeleza ulama, al-allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen kwenye fatawa islamia ameeleza, fayambaghi an ya'uqqa al-insanu ithnatayn 'an al-dhakar, na inatakikana afanye aqiqa mwanadamu, achinje baba huyo, achinje wanyama wawili kumchinjia mtoto wa kiume. Sheikh anasema rahimahullah, wa anil untha wahida, na mwanadamu huyu baba amchinjie mtoto wa kike mnyama mmoja. Watakunu fil yawmi sabi', Sheikh anasema na aqiqa hii inafanyika hasa katika siku ya saba. Nyama hii inafanywaje? Sheikh anasema rahimahullah, yaakulu minha, atakula sehemu ya nyama hiyo huyu baba na familia yake. Wayuhdi, na sehemu nyingine atapewa zawadi kwa ndugu, majirani, jamaa. Wayatasaddaqu, na sehemu nyingine ataitoa sadaqa kwa kuwapa almuhtajin min alfuqarai walmasakin, wenye kuhitajia atawapa sadaqa. Kwa hivyo mnyama wa aqiqa baada ya kuchinjwa, ile nyama yake unaruhusiwa wewe mwenyewe mwenye mtoto kula na familia yako sehemu ya mnyama yule, na ukawapa zawadi. Zawadi unampa hata mtu mwenye uwezo. Zawadi si lazima kwa maskini, mtu mwenye uwezo utampa zawadi. Rafiki zako, majirani zako, hata kama wana uwezo wa kula kuku kila siku, wape zawadi. Na sehemu nyingine ukatoa sadaqa. Mafungo hayo matatu Sheikh akaeleza, na haya maneno anayaeleza sasa wameeleza na wanawazuoni wengine. Faqala wala haraja an yatasaddaqa minha, na hakuna ubaya atoe sadaka kwa sehemu ya huyo mnyama wa aqiqa. Wa an yajmaa alaiha alaqariba waljiran, na wakusanye juu ya hiyo aqiqa ndugu na majirani. Yakulunaha, wa ile hiyo aqiqa matbukhatan ma'a at-ta'ami, hali ya kuwa ni yenye kupikwa pamoja na chakula. Kwa hivyo unaweza pia ukaongezea mbwembwe kwenye yule mnyama wako. Mchinja mbuzi wako ukasema isiwe nyama peke yake, hebu niwafanye rosti, ukaweka giligilani pale na nini, nyanya za koko, rosti nzuri kweli kweli. Ukasema rosti haitoshi,
niweke na maandazi kidogo au niweke na mchele, watu wapige mpunga. Yafaa uchanganya nyama ya hakika na kitu kingine ukawapa watu sadaka. Na ndio katika miji yetu watu hufanya mengi, pakaletwa na asali na nini, zile ni mbwembwe za kuifanya ile nyama inoge, si ndio? Yafaa, lakini pia inafaa ukagawa tu nyama yako mbichi. Msimkafikiri kwamba hakika lazima upike uweke na maandazi na nini na chai za maziwa. Waweza ukamchinja mnyama wako ukafunga vifurushi vyako ukagawa, umefanya hakika. Yote hayo yamefunguliwa katika jambo hili. Wakati wa hakika, kwa haraka haraka, hii fatwa Ibn Uthaymeen rahimahullah, pia ulama al-lajna daima wameitoa fatwa kama hii. Kingine ni wakati wa hakika, iliyo bora ni kufanya hakika siku ya 7 kama ilivyokuja katika sunna, hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Huyu mnyama anachinjwa siku ya 7. Tukichelewa sana siku ya 14, zimekuja riwaya. Tukichelewa siku ya 21, riwaya hizi zimekuja inda Tirmidhi wa inda Abi Dawud. Baadhi ya ulama wamezidhoofisha riwaya ya siku ya 14 na 21, lakini wengi wameona kwamba hizi riwaya ni hasana bighairiha, zinafaa kufanyia kazi. Lakini kauli ambayo imekuja kufanya kwamba siku ya 14 na 21 kwamba zafaa pia kufanya hakika ni ile riwaya kubwa zaidi inda al-Bazzar wal Bayhaqi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyyan, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifanyia hakika yeye mwenyewe baada ya kutumilizwa kwa nabii. Na hii riwaya kaitaja al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsila sahiha, akiona kwamba ni hasana. Sasa ikiwa Mtume alifanya hakika akiwa mtu mzima, kwa kuwa hakufanyiwa utotoni, vipi kwa mtu kumfanyia mwanaye katika siku ya 14 au siku ya 21 ikiwa hakupata uwezo siku ya 7? Ni mbali au la kujuzu. Kwa hivyo yafaa kufanya hakika kwa mtu ambaye hakupata uwezo siku ya 7, hata siku ya 14, hata siku ya 21. Wanasema ulama hata baada ya mwezi, baada ya mwaka, weka nia, nikipata uwezo nitamfanyia mwanangu hakika. Huo ni wakati wa kufanya hakika. Haya ndio yale ya msingi katika hili jambo la ibada ya hakika. Sasa maulama wanaeleza mengi, hii ni mpaka mkae madarasani sasa msome hukumu ya kufanyia hakika mimba zikiwa zimetimiza miezi 4, zikiwa ziko chini ya miezi 4. Je, mimba zitafanyiwa hakika? Nimemzaa mwana lakini akafa, kazaliwa amekamilika, akafa kabla ya siku zile za hakika, je, utamfanyia hakika? Hapo pana maelezo ya maulama mengi tu kwenye jambo hili, lina wakati wake. Lakini mjue kwamba yafaa kufanya hakika hata kwa mtu mzima kujifanyia, bali yafaa kuzifanyia hakika mimba zilizotimiza miezi 4 na kuendelea, bali yafaa kuwafanyia hakika watoto waliozaliwa wakafa. Yafaa kuwafanyia hakika kama inavyofaa kuwapa majina. Mtoto wako aliyekufa ukampa jina, hayupo lakini ukasema yule alikuwa ni Abdallah, kwa ukitaja watoto wako na yeye umtaja hata kama kafa. Wanasema ulama, ama mimba ikiwa imebainika ni mtoto wa kike au wa kiume, utaipa jina. Kama ni wa kike, jina la kike, si ndio? Kama wa kiume, jina la kiume. Lakini ikiwa ni mimba ambayo wameshindwa kugundua jinsia, tayari ishavuka miezi 4 lakini haijulikani wa kike wa kiume, utampa yale majina mushtaraka kama hibatullah, ruhullah. Ni majina ambayo ushirikiana watoto wa kike na wa kiume kuitwa. Ni baadhi ya mambo katika mambo ya hakika. Alhasil, siwezi kumaliza maneno yote leo hapa, hasa tumechelewa, na tukiomba kwenu ndugu zangu Waislamu tuizingatie ibada hii. Ni ibada kubwa iliyothubutu kwa dalili za kisheria na ina faida nyingi. Kwanza, kwa huyu mwenye kufanya hakika, kwa kuwa ni jambo anajikurubisha nalo kwa Allah, na Allah anapenda waja wake wakijikurubisha kwake, hasa kwa ibada kama ya kuchinja. Ni ibada adhima. Ibada ya kuchinja ni ibada kongwe, walikuwa nayo manabii wote. Lakini pili, kuna manufaa kwa hawa watoto wetu. Hakika ni sababu ya kuwakinga na sheitani na mabalaa mbalimbali. Tuyafanye haya. Niliwahi kusema kwenye shughuli fulani ya hakika
nadhani ya familia hii kwamba Waislamu wengi wanazembea. Uwezo wa kufanya hakika wako nao, kununua mbuzi wawili kwa mtoto wa kiume au mbuzi mmoja. Waislamu wengi wana uwezo huu, bali wengine wanaweza wakaenda mbali akachinja hao mbuzi kwenye kutakiwa na akafanya sunna tatawwu, akachinja na ng'ombe pia wa ziada, akachinja na ngamia. Yafaa ikiwa umechinja mbuzi wako ukaona wageni wangu wengi, ukaongeza ng'ombe, ukaongeza ngamia, ng'ombe 3 4, ala rahatik. Pana watu wana uwezo zaidi ya mbuzi, lakini hawafanyi mambo haya kwa sababu hawajui, wako mbali na mambo ya elimu. Lakini naona wanawafanyia watoto wao mambo mengi. Sisi tutolewa nje kutoka tukiwa wadogo. Sisi leo ni siku kumtoa mtoto nje 40. Tulipotolewa nje watu walikula wakanywa, wazee walitumia gharama, lakini wengi wetu hawakufanyiwa hakika na wazee wetu. Wengi wetu nasema, na hakika inaonekana labda ni mambo ya familia fulani zenye kujiweza, labda familia za washihiri hivi, wa Somali hivi, ama sisi huku wapare wachanga tujiona sisi tutasubiri 40 tutolewe pamoja na mama basi. Lakini gharama zikitumika, hapana, pana ibada ya hakika iliyothibiti na fadla. Tujifunze sasa, tufanye hakika, na kama tujafanyia watoto wetu na tuna uwezo tudiriki ili jambo, tuko hai, tuwafanyie watoto wetu hakika. Haya ni katika yale mengi ambayo nilitamani kuyasema, na mtaniwia radhi, nimewachosha kweli, nimewachosha kwa maneno huvuta mengine, na unajua siku zote elimu ikiwa ndogo huwezi ukayapima maneno, yanakuja tu, kwa sababu kila ukiongea waona hujaeleweka, si ndio? Kwa hiyo mtanisamehe kwa sababu ya uchache wa maarifa. Nimezungumza kama nasaha tu kwa ajili ya nafsi yangu mimi na kwa ajili ya ndugu zangu Waislamu. Mimi pia ni mwenye kuhitajia haya niliyozungumza, na pengine madhaifu yangu kwenye haya niliyosema ni makubwa zaidi kuliko yenu. Astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.